Wa Mungu na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo natamani tuzungumze jambo moja, kuwa unapoomba kwa ajili ya wengine ndiyo njia rahisi ya kupata kwa ajili yako. Njia rahisi sana ya wewe kupata unavyovihitaji, sio tu kwa ajili ya kuomba kwa ajili yako peke yako. Unavyoomba kwa ajili yako peke yako, maana yake unachelewa kuvipata vile vitu. Ila unapoomba kwa ajili ya wengine, unaingia kwenye kanuni ya kupata vitu pasipo kuomba. Tukisoma Ayubu 42:10, anasema kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Hapo alipowaombea rafiki zake, Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo. Ayubu anapata mara 2 na anageuziwa uteka baada ya kuwaombea rafiki zake. Kumbe njia rahisi zaidi ya kupata kwa Mungu ni kuvuka kiwango cha kuomba kwa ajili yetu na kuingia kiwango cha kuomba kwa ajili ya wengine. Unapoomba kwa ajili ya wengine, maana yake vile walivyokuwa navyo wengine na vile unavyowaombea wengine unavipata moja kwa moja. Njia rahisi ya kupata ni wewe kugeuka kuwa mwombezi. Kiwango cha juu cha kupata vitu kwa Mungu ni uombezi. Uombezi ni mlango unaofungua mtu kupata, kwa sababu uombezi ni kanuni ya kiungu, ni kanuni ya watu wakuu waliotembea na Mungu, kwamba kila mtu mkuu kuna uombezi ndani yake. Kila mtu mwenye matokeo kuna uombezi ndani yake. Njia rahisi ya kupata kuwa na matokeo ni kuwa mwombezi. Unapoanza kuwa mwombezi, unajisogelea zaidi kuwa unahudumiwa na Mungu. Njia rahisi zaidi ni kuwa mwombezi. Alipowaombea wengine na Mungu akagusa maisha yake. Kila unapoombea wengine unamattract Mungu, unamruhusu Mungu kuintervene kwenye maisha yako. Kumbe njia rahisi ya Mungu kuyaingilia maisha yako na kuyagusa maisha yako ni wewe kuanza kuombea wengine. Wokovu umekuwa mgumu kwa sababu tunaishi kibinafsi. Tunaishi kwa kuomba kila siku vya kwetu ili tuvitumie kwa tamaa zetu, lakini kama tukiwa tunaomba kwa ajili ya wengine pia, Mungu anaanza kuyatazama. Ayubu aliishi muda wote, lakini uteka wake, mateso yake, taabu zake, siku alipoanza kuwaombea rafiki zake, Mungu akagundua huyu mtu tayari amevuka mstari wa binafsi. Acha nimpe mara 2 ya. Unataka kupewa mara nyingi na Mungu, jenga tabia ya kupenda kuona wengine wanaenda kwa kuwaombea. Kwenye maisha yako wekeza hata watu 2 ambao kila siku moyo wako unawaombea, hata kama wao hawajui, ila wewe unawaombea. Kwa kufanya hivyo na kuhakikishia, Bwana anageuza uteka wako. Mbingu zinaruhusiwa kufunguka kwa mtu mwenye tabia ya kuwaombea wengine. Ngoja niulize, mbingu haziruhusiwi kumfungukia mtu asiye na tabia ya kuwaombea wengine. Mbingu zinawafungukiaga watu wenye tabia. Ndio maana Yesu Kristo mwenyewe katikati ya taabu bado alikuwa anawaombea wengine. Sio kwamba alikuwa na haki kuliko wengine, au sio kwamba alikuwa nini, ila ile kuwaombea wengine. Anasema Baba uwasamehe, hawajui walitendalo. Stefano, kwamba anawaombea wengine katikati ya taabu. Stefano baada ya kufanya hivyo akatazama juu, mbingu zikamfungukia. Unataka mbingu kukufungukia, unataka ushuhudie umande kwenye maisha yako, mavuno yako yawe ya umande muda wote, yani ardhi yako iwe na umande, ibebe na kubeba mbegu nyingi, lazima ujenge
tabia ya kuwaombea wengine. Ni waombezi peke yake ndio wanaoombewa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa mwombezi wetu. Ukitaka kujua alikuwa mwombezi wetu, anamwambia Petro, Shetani amewaomba kuwajaribu, lakini nimekuombea Petro, imani yako isiumbe, imani yako isitindike. Kwa nini imani isitindike? Ili kusimama kwako kuwasimamisha wengine. Kumbe kiwango kikubwa zaidi ni kuwa mwombezi, kwa sababu Yesu alikuwaga mwombezi. Musa aliliombea taifa la Israeli na matokeo yake Mungu akasitiri maisha yake. Katikati ya magumu Mungu akasitiri. Ndio maana Musa akuzikwa na watu, alizikwa na Mungu. Abrahamu alipomuombea Lutu kwa habari ya Sodoma, Mungu aliyagusa maisha ya Abrahamu na kumfanya kuwa mkuu sana. Lakini kingine pia, unapokuwa mwombezi, kwa lugha rahisi, umekuwa mdau wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwombezi kwa asili. Rumi 8:26 anasema utusaidia kuomba tusikoweza. Kumbe sisi anaugua kuliko sisi. Ile kuugua kuliko sisi Roho Mtakatifu ni wa kwetu. Kwa maana hiyo Galatia 3:25, basi enendeni kwa Roho. Kumbe kama tunaenenda kwa Roho, lazima tuishi kama Roho anavyoenda. Na Roho Mtakatifu ambaye ndiye Kristo alituachia kama zawadi ni muombezi kwa asili. To become intercessor is his way of God to intervene in your life. Saints,